Habari za wakati huu. Karibu sana kwenye kipindi cha Mahakama na Leo na Siasa. Leo tunaangazia mjadala mkubwa wa katiba mpya unaoendelea nchini Tanzania. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi ya CCM na mjumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM NEC, Rajabu Maganya, amesema mchakato wa katiba mpya ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa CCM ya mwaka 2030. Maganya amesema mchakato huo hauwezi kukamilika ndani ya mwaka mmoja, lakini ameeleza kushangazwa na baadhi ya vyama vya siasa na watu wanaohamasisha wananchi kupigania katiba mpya kana kwamba imezuiwa. Ni nani aliyezuia katiba mpya? Ni nani amesema hakutakuwa na katiba mpya? Amehoji Maganya, akisisitiza kuwa serikali pamoja na CCM hazijawahi kutangaza kuwa mchakato huo hautafanyika. Maganya ametoa kauli hiyo Julai 24 mwaka 2026 jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM katika eneo la Sinza, wilaya ya Ubungo. Kauli yake imeibua mjadala miongoni mwa Watanzania, ikitolewa siku ambayo makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi pia alizungumzia suala la katiba mpya wakati wa mkutano mkuu wa 15 wa wanachama wa watetezi wa haki za binadamu uliofanyika Julai 24 mwaka 2026. Kauli ya Rajabu Maganya inakuja siku moja tu baada ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kutoa wito wa Watanzania wapambanie katiba mpya. Hii inaonyesha kuwa suala la katiba mpya limerudi katikati ya majadiliano ya kisiasa nchini. Maganya anaiweka katiba mpya kama sehemu ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2030. Hii ni ishara ya muda mrefu. Anasisitiza kuwa mchakato hauwezi kukamilika ndani ya mwaka mmoja, jambo linaloonyesha tahadhari ya CCM kuhusu kasi ya mageuzi. Swali lake la ni nani aliyezuia ni kauli ya kujihami. Inajaribu kuhamisha mzigo wa lawama kutoka kwa serikali na CCM kwenda kwa baadhi ya vyama vya siasa na watu wanaohamasisha wananchi. Historia ya mchakato wa katiba mpya nchini Tanzania ina miaka mingi. Kutoka kamati ya Warioba, mchakato wa mwaka 2011-2014 hadi majadiliano ya sasa. Kauli ya Maganya inaonyesha kuwa CCM inaona mchakato huu kama wa muda mrefu na wa hatua kwa hatua, si wa haraka. Kauli ya Maganya ina maana mbili. Kwa upande mmoja, inathibitisha kuwa CCM inakubali haja ya katiba mpya kama sehemu ya ilani yake, na kwa upande mwingine inajaribu kudhibiti kasi na mwelekeo wa mjadala, kuonya dhidi ya hamasa inayoonekana kuwa ya upinzani. Makamu wa rais alitoa wito wa haraka, pambaneni sasa, huku Maganya akisisitiza kuwa muda mrefu na kushangaa kudhuhiriwa. Hii inaweza kuonyesha tofauti za mtazamo ndani ya CCM yenyewe. Kauli hizi zinazungumzwa siku moja zinaonyesha kuwa swala la katiba mpya limerudi kuwa mada kuu. Umma unatarajia uwazi zaidi kuhusu ratiba, ushirikishwaji wa wadau na mamlaka ya mchakato. Mchakato wa katiba mpya unahitaji mwafaka wa kweli, si maneno. Ikiwa CCM inaiona kama sehemu ya ilani ya mwaka 2030, basi inapaswa kuwekwa ratiba wazi kuhusisha wapinzani pamoja na asasi za kiraia na wananchi kwa ujumla. Uwepo wa sauti za serikali na chama tawala zinazokubali haja ya katiba mpya ni ishara chanya, lakini kasi, uwazi na ushirikishwaji ndio vitakavyoamua kama mchakato utafanikiwa au utakumbwa na mizozo tena. Kwa muhtasari, mjadala huu unahitaji kuhamia kutoka nani amezuia kwenda jinsi gani tutafikia mwafaka wa kweli. Ili kwa uchambuzi wa kina wa kauli ya Rajabu Maganya kuhusu katiba mpya, mjadala unaoendelea na tunatarajia muendelezo zaidi. Je, wewe una maoni gani kuhusu tofauti kati ya kauli ya Maganya na ile ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi? Tuandikie maoni yako, sababu inaonekana hawa watu wawili wanapingana. Na kwa nini haje sasa hivi baada ya